Kiongozi mpya wa Hungary Peter Magyar amesema kuwa endapo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ataingia nchini Hungary anaweza kukamatwa. Amesema Hungary itaendelea kuwa mwanachama mwaminifu wa mahakama ya kimataifa ya ICC na itatekeleza amri zake, ikiwa ni pamoja na kukamata watu waliotolewa hati ya kukamatwa na mahakama hiyo. ICC imetoa hati ya kukamatwa kwa Netanyahu na aliyekuwa waziri wa ulinzi wa Israel kutokana na tuhuma za uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu katika eneo la Gaza. Hii ni tofauti na serikali ya zamani ya Viktor Orban ambayo ilikataa kutekeleza maamuzi ya ICC na ilimhakikishia Netanyahu Hungary. Magyar pia amesema serikali yake mpya itaimarisha uhusiano na Umoja wa Ulaya na kuheshimu zaidi sheria za kimataifa. Nchi za Spain, Slovenia na Ireland zimeutaka Umoja wa Ulaya kujadili kama unapaswa kusimamisha makubaliano ya ushirikiano na Israel kutokana na hali mbaya inayoendelea Gaza, Ukingo wa Magharibi na Lebanoni. Nchi hizo zinasema Israel inakiuka haki ya binadamu na sheria za kimataifa, hasa kutokana na vita vya Gaza na mateso ya raia. Pia wamekosoa sheria mpya inayopendekezwa na Israel kuhusu adhabu kali kwa Wapalestina. Nchi hizo zinasema Umoja wa Ulaya haupaswi kukaa kimya na unapaswa kuchukua hatua kali, ikiwa ni pamoja na kufikiria kusimamisha biashara na ushirikiano na Tel Aviv. Hata hivyo, baadhi ya nchi za Ulaya zimekuwa zikiunga mkono Israel, hivyo maamuzi ya pamoja bado ni magumu kufikiwa. Maafisa wa Iran wamesema wako tayari kuonyesha mbinu mpya za kijeshi na wamekataa kufanya mazungumzo yoyote chini ya vitisho. Spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalbaf amemshutumu rais wa Marekani Donald Trump kwa kujaribu kufanya mazungumzo yaonekane kama meza ya kujisalimisha. Ghalbaf amesema Iran imekuwa ikijiandaa kwa wiki mbili zilizopita kuweka mikakati mipya ya kijeshi. Trump alionya hivi majuzi kuwa kama Iran haitakubali makubaliano anayoyaita ya haki na ya kueleweka, basi Marekani inaweza kushambulia miundombinu ya muhimu ya Iran kama vituo vya umeme na madaraja.